kemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Moyo unapoguswa na Roho Mtakatifu, wakati Roho Mtakatifu anapofunua mtu hali yake ya dhambi, kwa kule kujisababu, unajua kama walivyokuwa Hawa, unajua ni nyoka ndio amesababishia Adamu, naye akasema yule mwanamke aliyonipa ndoka anisababishia nitende dhambi. Hizo zinaondoka zote. Unashuka na kumwambia kweli, mwambie Mungu unisamehe. Lakini hiyo kiburi kinayeyuka na moyo ujao huzuni ya kweli ya toba. Ya kwamba kama vile ambavyo unaona Petro alipokuwa amemkana Bwana Yesu mara 3. Lakini baada ya hiyo huzuni ya Roho Mtakatifu kuingia, alikwenda akalia. Akamwambia, nimekosa, nimetubu, naomba unisamehe, nimekutenda dhambi. Akalia sana kwa uchungu. Akalia sana. Alitambua kwamba amekosea. Mwanzo haikuwa hivyo. Lakini baada ya huzuni ya Roho Mtakatifu kuingia, dhamiri yake iliguswa, na hata ilipoguswa sasa aliona amekosea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Zaburi ya 51:17 anasema zaburi za Mungu ni roho iliyovunjika. Na moyo uliovunjika na kunyenyekea, Mungu hautadharau. Hivyo moyo uliovunjika, uliojaa moyo wa toba, Mungu hatadharau. Hatadharau. Mungu anamtazama huyo. Mungu anamtazama huyo. Anamtazama si kwa lawama, lakini pia kwa moyo wa upendo, kwa ajili ya kufuta tuweze kuja kwake. Kwa sasa toba ya kweli haiwezi kupatikana bila kazi ya Roho Mtakatifu. Toba ya kweli haiwezi kupatikana bila kazi ya Roho Mtakatifu. Ni pale Roho Mtakatifu anapoingilia sasa ndiko tunapoanza kuona mabadiliko. Wengi wamejaribu kubadilika kwa nguvu zao, lakini yale mabadiliko yanakuwa ni ya kipindi fulani cha muda. Baada ya muda wanarudi katika hali yao ya kawaida. Lakini badiliko la kweli ambako Roho Mtakatifu anahusika ni badiliko la moja kwa moja. Wengi wasikia watumishi wa Mungu wakubwa, historia zao za nyuma walikuwa ni watu tofauti. Fuatilia historia ya Moses Kolola, mzee wa imani, kabla hajaitwa, nenda katazame alikuwa mtu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia Sauli ambao tunamwona ni Paulo. Alikuwa ni mtu anayetesa kanisa, alikuwa na huo, lakini akasema huyu ni chombo cha nilichokichagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo toba ya kweli haiwezekani bila msaada wa Roho Mtakatifu. Toba ya kweli haiwezekani bila msaada wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anatufundisha kuichukia dhambi. Kadri anapozidi kukaa ndani yetu, ndivyo tunavyoona kukataa matendo ya dhambi. Kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu anavyoendelea kukaa ndani yetu, ndivyo tunapozidi kuichukia dhambi, na ndivyo tunapozidi kutamani maisha matakatifu. Kwa Roho Mtakatifu kuichukia dhambi, kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na sisi maombi yanatutengeneza. Maombi yanatutengeneza hatua kwa hatua. Kwa sababu maombi ni ishara ya kunyenyekeza. Tunaponyenyekea kwa ajili ya kumwomba Mungu, Mungu anasikia, yeye si dhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dhambi huondolewa kwa neema, si kwa jitihada. Biblia inasema hata tujitahidi namna gani, ni neema iliyo katika Kristo Yesu tu ndio ambayo sasa inaweza ikaondoa dhambi. Kila sio jitihada za matendo yetu. Dhambi unafunika, uzitubii, unasogea mbele, unaanza na dhambi haiwezi kuondoka kwa namna hiyo. Dhambi inaondoka kwa toba ya kweli, na Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye msalaba. Roho Mtakatifu anatuachilia na kusogeza kwenye msalaba. Ndio tunaposoma katika waraka kwanza ya Yohana 1:9. Anasema waraka kwanza ya Yohana 1:9, tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tusamehe makosa yetu yote.
na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusogeza na kutupa msamaha na kuashiria nguvu ya kuishi maisha mapya ya ushindi. Kazi ya Roho Mtakatifu si kutuharibu, bali ni kutuvuta kwenye msamaha wa Mungu na maisha mapya katika Kristo Yesu. Sasa twende sasa, ile ilikuwa ni kuhusu dhambi. Mwambie jirani yako, chukua taangalia kipengele kuhusu dhambi. Sasa tunaenda kuhusu haki. Bado tuko kwenye ule mstari wa Yohana 16 mstari wa 10. Kwa habari ya haki. Kwa sababu namwendea Baba wala hawanioni tena. Kwa sababu namwendea Baba wala hawanioni tena. Hiyo ndio kazi ya pili ya Roho Mtakatifu, ni kufunua maana ya kweli ya haki. Ni kufunua maana ya kweli ya haki. Katika lugha ya Kigiriki neno hili, neno kuhusu haki limetafsiriwa au neno la Kigiriki nasema dikaiosi. Ni ule uhalali wa mtu mbele za Mungu. Ukisimama mbele za Mungu, ule uhalali wako mbele za Mungu ukoje? Bwana Yesu asifiwe. Ni ile hali ya mtu anaposimama mbele za Mungu mtakatifu. Mwanadamu anaposimama mbele za Mungu mwaminifu, hali mwenye haki, mtakatifu. Sasa ule uhalali wa yule mtu akipimwa katika njia zake zote, hapo na ile neema ya Bwana Yesu Kristo akasimama mbele ya uwepo wa Mungu. Hivyo tunasema kwa habari ya haki. Kwa habari ya haki. Haki ya kweli haipatikani kwa matendo wala juhudi. Haipatikani kwa juhudi za kibinadamu wala matendo yetu. Haki hiyo ilikamilishwa na Bwana Yesu Kristo pale msalabani. Kifo chake na kufufuka kwake kiliachia ukamilifu wa haki iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo haki ya kweli haipatikani. Kwa Yesu aliposema namwendea Baba, kwa sababu namwendea Baba, alimaanisha kuwa kazi yake duniani ilikuwa imekamilika. Kifo chake msalabani na kufufuka kwake kilionyesha kukamilisha ile kazi na ile haki kamilifu mbele za Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kufufuka kulilazimisha kwamba yeye alishinda mauti, alishinda dhambi na alishinda shetani. Kwa hiyo sisi haki yetu haisimami kwa matendo yetu, inasimama kwa neema ambayo ipo katika Kristo Yesu pekee. Yeye ndio mwenye haki. Hakuna mwanadamu wa yote anaweza kuwa mwenye haki kwa matendo yake. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kuwa mwenye haki mbele za Mungu kwa matendo yake bila kupita kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba ule ndio unaotukamilisha, haki ya Mungu inahesabika. Kwa hiyo bila hivyo haki yetu bado. Tunajifunza kwamba haki si matokeo ya dini, bali ni zawadi ya neema. Haki haiji kwa sababu ya dini zetu nzuri tulizo nazo. Haki ni matokeo ya neema katika Kristo Yesu. Taratibu za dini zetu haziwezi kutupa haki, lakini neema iliyo katika Kristo Yesu kupitia msalaba ndio ambayo sasa inaachia haki na kutupatia. Lakini haki si mavuno ya jitihada ya matendo mema, kwamba tumetenda matendo mema kama tulivyoweza, kwa hiyo zawadi ya au mavuno yetu sasa ni haki. Hayo matendo yetu sisi hayatoshelezi, hata kama tutatenda matendo asubuhi mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo kuunganishwa na Kristo kupitia Roho Mtakatifu ni matokeo ya kuunganishwa na Kristo. Roho Mtakatifu ndio anaotuunganisha. Tunapounganishwa na Kristo
ndipo haki yetu inakuwa imekamilika. Kama tumeunganishwa na Kristo, bado hata matendo yetu sisi hayawezi kutupa haki mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haki si kanuni, bali maisha halisi kabisa ya Kristo ndani ya mtu. Haki si kanuni na taratibu na sheria, bali maisha halisi kabisa ndani ya Kristo. Tunapokuwa tumeunganishwa na Kristo, ndipo sasa tunaanza kutembea katika haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 3:9 tusome hiyo. Wafilipi 3:9. Wafilipi 3:9. Tasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Kwa haki ya sheria inategemea matendo, haki ya Kristo inategemea imani. Haki ya sheria inategemea matendo, lakini haki iliyo katika Kristo inategemea imani. Tunaona sasa hapa katika haki ya sheria hiyo inasema fanya hili upate, fanya matendo haya na upate haya. Lakini haki katika imani katika Bwana wetu Yesu Kristo inasema amini nawe utapata, amini nawe umepata, amini nawe umepata. Kwa hiyo unapoamini umepata hapo, lakini hili linategemea na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeshahesabiwa haki tayari, tunayo sababu sema anayeamini asiyeamini mimi amekwisha hukumiwa, anayeamini mimi hana uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumetia katika ile Warumi 5 mstari wa kwanza. Warumi 5 mstari wa kwanza. Sura ya 5 mstari wa kwanza inasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba amani yetu inatoka kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuangalie sasa kazi ya Roho Mtakatifu katika mfumo wake. Roho Mtakatifu anafunuaje haki? Ya kwanza, utufunulia kwamba Kristo ndio haki yetu. Yeye utufunulia kwamba Kristo ndio haki yetu. Yeye ndio aliyezibeba dhambi zetu na kutupatia haki yake. Soma katika Wakorintho wa pili 5:21. Tunasema yeye alifanyika kwa haki kwa ajili ya dhambi zetu, ili tusipate haki. Wakorintho wa pili 5:21. Amen. Tasoma Wakorintho wa pili sura 5 mstari 21 inasema, yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo mbele za Mungu sisi hatuonekani tena kwa misingi ya dhambi, lakini tunaonekana kwa haki ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia utufundisha kuishi maisha ya haki. Utufundisha kuishi maisha ya haki. Yeye haki tu kutuhesabia haki, lakini pia yeye anatufundisha, anatutengeneza ili tuwe na ile tabia ya Kristo inayoenenda katika haki, utakatifu na usafi katika mwenendo wetu wote, ili unaompendeza Mungu. Roho Mtakatifu haishii tu katika kutuhesabia haki, lakini yeye anatutengeneza mpaka tutapofika kimo cha kufanana na sura ya Kristo katika mwenendo wetu wote. Kwa hiyo haki ya Mungu huanza kwa tabia yetu ya kila siku, katika maneno, katika matendo, lakini pia katika mawazo yetu. Soma Warumi 8:4. Warumi 8:4. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 4. Warumi 8 mstari wa 4 nasema, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Amen. Lakini pia Roho Mtakatifu hutuhakikishia kuwa tumehesabiwa haki mbele za Mungu. Yeye anatupatia ujasiri ya kwamba sisi tumehesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa maana Warumi 8:16
anasema hawa wanaoongozwa na Roho, anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ndani ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo na ile Warumi 8 mstari wa 10. Tusome Warumi 8 mstari wa 10. Amen. Inasema, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Nasema Paulo hapa kwamba na Kristo akiwa ndani yenu kupitia Roho Mtakatifu, mwili wenu unakuwa umekufa kwa sababu ya dhambi. Ile dhambi unaanza kuichukia. Dalili moja hapo ya kuona kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu ile waka na kupiga kelele ni pale unapoona dhambi bado imekutawala. Unaweza mtu simwambie mtu yeyote, hali ya moyo wako unajua, unaona kweli hapa nikishitwa mbinguni siende mbinguni. Ni wakati wa kumlilia Mungu. Nakwambia Mungu naomba utengeleze maisha yako, kwa sababu Roho Mtakatifu unaniona na hii yupo kwa ajili ya kutusaidia. Ni pale tu ambapo unaanza kumwambia Roho Mtakatifu tengeleza maisha yako. Yeye anachukua nafasi. Yeye anachukua masafa. Na unaanza kumwambia naona kuna kitu hiki bado kipo. Naona kuna roho hii bado inatawala. Naona kuna roho hii. Naona kuna hiki na hiki. Roho Mtakatifu nitengeleze. Nimekiona. Naona dalili. Bwana Yesu asifiwe. Tabu zikiwa mbali. Nikiendelea hivi nitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sasa katika hii Warumi 8:16, hii 8 mstari wa 10, na Kristo akiwa ndani yetu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Lazima mwili wewe umekufa. Kitu kilichokufa, mtu anapokufa, mwili huu unakuwa huwezi kuwa na hisia yote juu ya dhambi. Ndivyo anapotuambia kwamba Yesu akiwa ndani yetu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, kwa habari ya dhambi, mwili umekufa. Hauna tena ushirika na dhambi. Hakuna nafasi ambapo dhambi inaweza kuchukua nafasi kwa mtu ambaye Yesu anaka. Ukiona bado dhambi inachukua nafasi, bado tuko safari. Nafasi yako kumwambia Roho Mtakatifu, mwambie tengeleza moyo wako. Usiwe kama Daudi aliyesema, niombee moyo mpya. Huu moyo niliokuwa nao hapana. Bado tengeleza ndani yangu. Yesu asifiwe sana. Yule baba yako mweleze, usimwonee aibu. Yeye tuko hai hapa. Neema bado ipo, mwambie. Kwa hiyo lazima tuwe tumekufa kwa habari ya dhambi. Hatutu wazima kwa sababu ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba haki ya kweli haipatikani kwa jitihada, kutii sheria, bali kwa kumpokea Yesu Kristo na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mtu aliye na Roho Mtakatifu huanza kuishi maisha yanayoakisi tabia ya Kristo katika mwenendo wote. Roho Mtakatifu hutupa ujasiri wa kusoma mbele za Mungu, si kwa hofu, bali kwa uhakika wa Mungu. Kana hivyo. Bwana, soma ile Isaya 32 mstari ule wa 17. Isaya 32 na ule mstari wa 17. Tusoma Isaya sura ya 32 mstari wa 17, inasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwalimu na mfunuaji wa haki ya Kristo, kwamba ile tabia kweli ya haki haipatikani kwa dini zetu. Inapatikana kupitia Yesu Kristo peke yake. Pale tunapompokea ndipo ambako nguvu yake inapokuwa ndani yetu. Na ndipo tunaanza kuhesabiwa haki, si kwa sababu ya matendo. Ndipo neema ya kutakaswa na kupewa uwezo wa maisha mapya yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo ule uwezo wa kuishi maisha mapya tunapewa. Hakuna mwanadamu aina yoyote ambaye anaweza akaishi maisha mapya bila kufanywa kuwa watoto. Bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 6 inasema, Wakorintho wa kwanza 6 na ule mstari wa 11 inasema, lakini
Tusome hiyo Wakorintho wa kwanza 6:11. Wakorintho wa kwanza sura 6:11 inasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mhesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa kupitia kwa Kristo, lakini pia katika Roho Mtakatifu. Twende sasa hii kuhusu hukumu. Hii ya mwisho kuhusu hukumu. Kuhusu hukumu. Katika ile Yohana 16:11 anasema kwa sababu yule mkuu wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Haya maneno ya Yesu kuhusu hukumu, anasema kwa sababu yule mkuu wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Kazi ya tatu Roho Mtakatifu ni kufunua ukweli wa hukumu ya kiroho, kwamba ile adhabu kwa waamini, adhabu si kwa ajili ya waamini, bali ni kwa ajili ya wasioamini. Lakini pia ni kutuonyesha ushindi ambao sisi tunaoamini tumeshaupata, kwa sababu yule shetani ameshahukumiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati Yesu aliposulubiwa na kufufuka, tayari alikamilisha hukumu ya kiungu, akazifunga akamshinda shetani. Asema ile funguo za kuzimu na mauti zilikuwa mkononi mwake, akaipa kanisa, akakupa wewe, akanipa mimi. Wote tunaoamini tunaliamini jina la Yesu la mwana wa Mungu, tunaomba ushindi dhidi ya dhambi. Kwa adhabu ya dhambi ilishalipwa na adui ameshindwa. Ukisoma ile Yohana 12:31. 12:31, Yohana 12:31. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 31. Nasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Hivyo Roho Mtakatifu ufunua kwa waamini kwamba ushindi tayari umeshapatikana. Na sisi tunaoamini tayari tunao ushindi. Lakini Roho Mtakatifu anaachia ndani kwamba ni kama wito wake juu yetu sisi, kwamba endapo tutaendelea kutomsikia, na sisi tutapata hukumu ile ambayo imeandikiwa wale ambao wasiomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio umeenda tuwe dakika chache sana tumalizie hii, kijana tuanze upya. Yohana 3:18 anasema amwamini yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuamini jina la Bwana pekee. Kwa hiyo ni ushindi wa milele dhidi ya shetani. Roho Mtakatifu anatusaidia, anatuonesha katika hii habari ya hukumu, kwamba Roho Mtakatifu atakuja, anasema kwa habari ya hukumu, anatuonesha kwamba tunao ushindi wa milele dhidi ya shetani. Tembea kifua mbele, ndio kabisa kwamba unao ushindi dhidi ya shetani. Kwa hiyo yeye anaweza kutuhakikishia kwamba adui hana tena mamlaka. Hana tena mamlaka. Mamlaka tunao sisi. Ile tuwe ufahamu tunaokuwa nao, shetani anatumia akitazama, anaona watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa Roho Mtakatifu anatuhakikishia kwamba ushindi tunao wa milele. Na yeye anapata nafasi tu pale tunapofungua mlango wa dhambi. Tunapoachia dhambi tawala ndani ya mioyo yetu, tayari tumefungua mlango na kumpa yeye mamlaka. Lakini pasipo dhambi hakuna hiyo nafasi. Wakolosai 2:15, tusome hiyo. Wakolosai 2:15. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huu. Kwa Roho Mtakatifu anatupa sasa nafasi ya kuweza kutofautisha kuishi kwa ujasiri, si kwa hofu tena, kwa sababu Yesu aliweza zile enzi za mamlaka alizifanya kuwa si kitu tena, akazonesha wazi kwa kuzishinda katika msalaba. Kwa sasa yeye ndio kila kitu ndani ya maisha yetu. Ni hukumu ya neema kwa waamini na ni hukumu ya hatia kwa wasiomwamini.
Roho Mtakatifu anatuambia kwamba sisi tunaomwamini ni hukumu ya neema, lakini kwa wale ambao hawamwamini ni hukumu ya hatia, watahukumiwa. Kwa Roho Mtakatifu anatulinda hata kama ambao tumekosea, bado anatuambia na kutufuta kwa upendo kwamba mwanangu, kama utaendelea utakuwa na hukumu ya hatia, sio tena hukumu ya neema. Hukumu ya neema sikuhesabiwa haki, lakini hukumu ya hatia ni pale ambapo sasa unahesabiwa hatia kwa makosa. Kwa hiyo tunapoendelea kutumsikia Roho Mtakatifu, na sisi tutakuwa vile vile. Kwa hiyo ni uhakikisho wa kuishi maisha ya ushindi. Kwa pale tunapoelewa kwamba kuwa dunia hii imeshahukumiwa na mifungo, tunakuwa na hakikisho kuishi maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamaliza kipengele hiki. Bwana Yesu asifiwe. Luka 10:19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kitachowazuru. Tayari tumepewa hakikisho kuishi maisha ya ushindi. Bwana Yesu mwenyewe anasema nimewapa amri ya kuzikanyaga nge na nyoka na nguvu zote za adui, wala hakuna kitachowazuru. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mhubiri wa ndani ya dhamiri ya mwanadamu. Yeye ndio kila kitu, lakini anatupa uelewa wa kina juu ya wokovu. Roho Mtakatifu anatupa hakika ya ushindi juu ya shetani. Haya ambayo tumeyasoma na tumeyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi 8:37 anasema, lakini katika mambo yote hayo tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye atupendaye. Yohana 5:24 anasema, amini amini nawaambia, yeye ashikiaye neno langu na kuamini yeye aliyetuma anao uzima wa milele, wala hahukumiwi, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu sio tu kushuhudia kuhusu, bali pia ni kuleta ushindi kwa habari ya haki, uhuru wa kweli katika Kristo, katika maisha yetu na mwenendo wetu. Katika hayo machache kwa leo tuishie hapo. Kesho wiki ijayo tutaendelea pia kazi nyingine ya kuhusiana na kuzaliwa upya. Tunasema kuzaliwa upya si kwa maji, si kwa hiyo kazi ya kuzaliwa